Pingamizi lililowekwa siku ya Ijumaa na Jamhuri kuhusiana na maombi ya mshtakiwa Tundu Lissu anayejitetea mwenyewe kwenye kesi ya uhaini inayomkabili la kutaka kielelezo cha maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili limepingwa na Mahakama Kuu Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam leo Jumatatu Oktoba 13 mwaka huu. Katika uamuzi mdogo uliotolewa, pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kuomba kielelezo D1 maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili wa Jamhuri, Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaaya aliyeandika akiwa kwenye kituo cha polisi cha PW2, ambaye ndiye shahidi upande wa Jamhuri ulipinga kielelezo hicho kupokelewa mahakamani hapo kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mshtakiwa hajazingatia taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria pale mshtakiwa anapotaka kumhoji shahidi kuhusu maelezo aliyoyatoa hapo awali. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru wamesema mshtakiwa amefuata taratibu zote zinazohitajika kisheria katika kuomba kielelezo hicho kupokelewa mahakamani. Wamesema kwa mujibu wa taratibu za kisheria, panapotokea mazingira ya aina hiyo kuna hatua tatu za kufuatwa, ikiwemo shahidi kusomewa maelezo yake, mshtakiwa kubainisha maeneo anayoona yana kasoro kwa ulinganifu ili ayafanyie dodoso, ambapo kwa muktadha wa kesi hiyo mahakama imeona kuwa mshtakiwa alibainisha maeneo 45 na mwisho ni kumhoji mshtakiwa endapo yuko tayari kielelezo hicho kipokelewe mahakamani na kitumike kama sehemu ya ushahidi wake, hatua ambazo zote zilifuatwa. Kufuatia maamuzi hayo ya mahakama, sasa kielelezo hicho D1 kinakuwa cha kwanza cha mshtakiwa Tundu Lissu kuwasilishwa mahakamani hapo, na sasa kesi hiyo itaendelea ambapo mshtakiwa anaendelea kumhoji maswali ya dodoso, yani cross examination. Mtazamaji wa Maurusi News, endelea kufuatilia taarifa, tutaendelea kukufahamisha kile kinachoendelea. Mimi ni Fadlu Kimbaru.